بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فاللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أما بعد، kama kawaida na baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu, kiongozi wetu, kielelezo chetu chema, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tutakumbushana yale yaliyopita katika darasa zetu hizi za Jumamosi na Jumapili. Kama tunavyojua kwamba darasa ni darasa la tafsirul Quran kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano, alafu ni darasa la sira ambalo kwamba lazungumzia darasa la tafsiri lenyewe ni dua ambazo kwamba ama dua za manabii katika Qur'an, ikiongozwa na ndugu yangu Said Muhammad Fauz hapa, ambaye yeye ndo kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, na Alhamisi ama Ijumaa ni darasa la sera, na iliyotaguliwa ni mada ya wanawake bora ama wanawake waliotaguliwa katika Uislamu, ambao kwamba ni nana yetu Sayyidatuna Khadija, Sayyidatuna Fatima, Maryam binti Imran na Sayyidatuna Asia binti Muzahim. Hawa ni katika wanawake bora katika Uislamu. Na hivi Jumamosi na Jumapili ni darasa la maudhui, yani darasa la mada tofauti tofauti, hususan mada ambazo kwamba zimeambatana, mada ambazo kwamba zimeambatana na matukio ama na mambo ambayo kwamba yatuathiri sana sisi kama jamii. Ndo mada yangu ya kwanza. Tulipoanza nikazungumzia kuhusu namna ya kuzihuisha aukafu zetu, kisha tukaingia katika namna ambavyo kwamba sisi twaweza ama namna ambavyo kwamba sisi twafaa kusoma zama ambazo kwamba sisi tuko kama binadamu na zama zilizopita, ili tupate kupanga mikakati, yani strategies ambazo kwamba zitatufanya sisi kama binadamu, kama Waislamu na kama watu wenye akili timamu kuweza kujipangia maisha na kuweza kujipangia dunia na akhera yetu. Bimaana kwa kuweza kuangalia yaliyopita, yani kusoma mabadiliko ya zama, ndio tuwaweza tukajijua sisi tuko wapi, tuelekea wapi na tutafika wapi. Kisha tukazungumza kuhusu vita vya Badr, japo sikuvimaliza. Akaingia ndugu yangu al-akh Muhammad Fauz akavimaliza vita vya Badr, na akazungumza kuhusu Fath Makkah, kuftahi Makkah. Yote haya tukija kuyakusanya, tuangukia katika mahali pamoja, ama tuangukia katika lengo moja na si lengine, isipokuwa ni kwamba sisi kama binadamu twashukuru kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia sisi uwezo
ama ametupatia sisi fikra, ametupatia sisi uwezo wa kuweza kufikiria, ama uwezo wa kuweza kubainisha, na uwezo wa kutufanya sisi. Manake alhamdulillah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia sisi uwezo wa kupambanua. Sisi alhamdulillah si kama wanyama. Huwezi mfananisha binadamu na mbuzi. Mbuzi atakula anachokula, kisafi, kichafu, ataingiliana na mbuzi yoyote ambaye ndiani ataonana naye, yani hana mpangilio. Lakini alhamdulillah, binadamu tumepewa akili na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Itakuwa ni dhulma kubwa ambayo tumejifanyia sisi wenyewe kama tutakuwa watu ambao kwamba hatutumii akili. Na mara kwa mara Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukumbusha na atuambia katika Qur'an, afala taqilun, amutia akili. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni katika neema kubwa ambayo ametupatia. Wanyama, majabali, kila kitu katika hii dunia walipewa amana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakakataa, isipokuwa binadamu. Binadamu ndio akakubali yeye kupewa amana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani kupewa a choice, kuwa ana uwezo wa kuweza kupambanua, ama kuwa na uwezo wa kuweza kujitagulia, imma shakiran wa imma kafura, ima uwe ni mtu mwenye kushukuru ama uwe ni mtu mwenye kumkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kinyume cha mtu asiyeshukuru neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kinyume chake ni kukufuru. Kwa hivyo leo tutazungumza katika mada ambayo kwamba yenye kuhusiana na fikra, yani sisi kama umma, ama mambo ambayo kwamba yadulisha ama yaonesha kwamba sisi kama umma sahihi, ama mambo ambayo kwamba yenye kuiangusha umma kifikra. Ni mambo gani ambayo kwamba tukiyaona twajua kwamba umma wetu sasa fikra zao zimeanguka, yani tuseme kuwa there is an intellectual decline, yani kuna kuanguka kwa fikra zetu sisi kama binadamu. Basi tuangalie alama gani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika Qur'an. Kwanza katika Qur'an tukitaka kujua hizi alama zimegawanywa kwa mara mbili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezigawanya mara mbili, namna ambavyo kwamba binadamu yuwazorota ama yuanguka katika ufikiriaji wake. Ya kwanza yalingana na hali, yani kimwili. Kimwili yani kiafya, ama katika umri. Kila umri unapokwenda, binadamu pia kidogo hupata kupungukiwa katika mambo fulani. Yaweza kuwa si akili, japo akili pia imo. Kuna wengine ambao kwamba alhamdulillah, wazungu wasema they grow fine like wine, yani with age. Kila kukiendelea miaka, kila ikipita, basi na wao pia wazidi kuwa na akili kali. Na mifano mizuri alhamdulillah tunayo. Mwenyezi Mungu atuwekee pia mufti wetu, mzee wetu Said Ahmad Badawi, kwa mafundisho yake na kwa hikma yake na kwa akili yake kali alhamdulillah, na uzee wake. Lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika Qur'an, waman nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalqi afala ya'qilun, na yule ambaye kwamba sisi
twampatia maisha mengi, twampatia umri. Waman nuammirhu nunakisuhu fil khalq. Yeye mwenyewe Said Ahmad Badawi yasema kitafsiri haya, waman nuammirhu nunakisuhu fil khalq, basi watu twamkata na kisu katika maisha yake. Yani maisha ya binadamu kila kiendelea, Mwenyezi Mungu humkatakata kidogo. Ndio utaona wengine labda kila wanapoendelea afya yao ukatwakatwa, akawa amezoroteka kiafya. Ukamwona mwingine alikuwa akiona vizuri, akapunguziwa, akawa haoni jito moja, wengine mpaka akawa kipofu kabisa. Na maradhi wengine kwa sababu ya sukari, mtu huenda akakatwa mguu. Nunakisu fil khalq, twamkata, yani twampunguzia katika umbile lake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwapunguzia kwa umri, hupunguzia watu katika umbile lao. Basi na vile sisi leo tuzungumzia kuhusu fikra, pia sababu moja ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama sababu moja ya fikra ya binadamu kuwa yazoroteka ni umri. Wako ambao kwamba kama tulivyosema, kwa umri wazidi kuongezeka kimaarifa na kifikra, kwa sababu ya mengi, pengine kwa sababu ya Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala amemneemesha mja wake kwa kumpatia akili nzuri, kwa sababu pia wenyewe katika ujana wao waliitumia akili yao kwa uzuri, kwa kusoma, kwa kula vyakula vya maana, si kujiingiza katika mambo ambayo uraibu tofauti zenye kuharibu fikra za watu. Na ni jambo ambalo kwamba katika mambo ambayo kwamba yaharibu ama yatuharibu sisi kama jamii katika kuweza kuwa na ubunifu ama kuwa ni watu wenye kufikiria na wenye kupanga mambo yetu, ni mambo kama haya ambayo kwamba ni wazi kabisa, ni mambo ya uraibu. Leo mimi nimekutana na mmoja Voi, kwa Muislamu, najuana naye, nimekutana naye, basi ni kinyozi. Nimekutana naye tukasalimiana, nikamwona amfura yani hapo kwenye tabu. Ni mtana wa Ramadhani, mwenyewe aitwa Omari. Ananiambia, leo kidogo siko na nyinyi, nimepumzika bwana, sio? Akanigotea. Sasa ni ile wenyewe sisi tuwajitia katika fikra ambazo kwamba mtajizorotesha wenyewe kiakili. Yeye pengine maskini hajui kwamba labda, pengine hata hajui, labda ona kwamba labda Ramadhani pengine mugokaa haitangui swaumu pengine, na watu tofauti hata awe yajua. Lakini ndio haya tutasema sisi, imefika wakati uraibu umekuwa ni mwingi sana, twajiharibu wenyewe, twajizorotesha wenyewe sisi kiakili. Mtu asokaa akala mboga ama akala njugu, mtu lazima tule mambo ambayo kwamba yatuharibu sisi kifikra. Na si hayo tu, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia akizungumza katika kuwapa watu miaka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika Qur'an, wa minkum man yuraddu ila ardhalil umri likay la ya'lama min ba'di ilmi shay'an, na kuna miongoni wenu nyinyi ambaye kwamba atawarudisha ila ardhalil umr, katika umri, yani ardhalil umri ambao kwamba ni kama kwa kudhalilika. Likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'an, min ba'di ilmin shay'an, mpaka wakafika wakawa hawajui baada ya kuwa wamepewa elimu. Walikuwa na elimu na ujuzi, lakini imefika hiyo ardhalil umr, wakati kama huo wa uzee, ndo pale tusema mzee ampiswa yule. Na ni mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyazungumzia. Hata kuna wazee wawili walikuwa wakaa pamoja, wazungumza wenyewe katika story zao na kulalamika. Unamwambia, bwana, sahihi ndugu yangu, tushafika miaka 90 sisi hapa, na mambo tu kama haya. Niona mimi naumwa, mgongo waniuma, kichwa chaniuma, mguu. Wallahi sielewi, wewe waonaje haya miaka uliofika, waonaje maisha? Na wallahi tofauti, mimi najiona kama mtoto mdogo hapa nilipo.
wote miaka 90, amwambia mwenzake unajiona kama mtoto mdogo. Vipi? Hapa ndipo hunioni mimi mwenyewe, sina meno, sina nyele, siwezi kutembea, na hata hapa nilipokaa nafikiri nishajikojolea. Ndio hiyo yani ardhalil umr, watu wamefika katika mpaka yani hawawezi tena, ndio ile kupiswa. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika moja hapo ambao kwamba Mwenyezi Mungu hutukua ama huondosha katika akili zetu ama katika uwezo wetu sisi wa kuwa watu wenye kufikiria ni uzee. Lakini leo tunataka tuangalie zaidi katika haya mambo ambayo kwamba sisi kama jamii tuatane na hayo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu hufanya atakalo, hatuwezi kumuuliza katika mambo ambayo kwamba yeye mwenyewe ameyapanga. Sisi kama binadamu tuna mambo ambayo kwamba twajitakia wenyewe. Katika suratul A'raf Allah Subhanahu wa Ta'ala asema, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Yani wao wana nyoyo ambazo kwamba la yafqahuna biha, hawafikiri nazo. Wana macho ambayo kwamba wao wenyewe hawaoni nayo, na pia wana masikio ambayo kwamba hawasikii nayo. Binadamu huyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kumzungumzia ni kwamba sisi wenyewe twajitakia kwamba tumepewa akili, tumepewa macho, tumepewa masikio ili tuweze kusikia, ili tuweze kuona na kuweza kufikiria kisawa sawa. Isipokuwa sisi wenyewe tumeamua kujifunga katika ama kuweza kufunga nyoyo zetu katika kuweza kupokea zile neema ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupatia, ikiwemo ni utumizi wa akili yetu. Katika suratul Munafiqun pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, dhalika biannahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Hii ni kwa sababu waliamini kisha wakarudi katika kutoamini. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawafunga katika nyoyo zao, wakawa ni watu ambao kwamba hawana ufahamu ama hawawezi kufahamu. Na haya ndio katika yale mambo ya pili ambayo kwamba Mwenyezi Mungu katika Qur'an ametuonesha namna ambavyo kwamba huwapunguzia watu ama huondosha uwezo wa watu kuwa na fikra timamu, fikra nzuri, ama kuwa na ubunifu katika mambo yao. Mojawapo ni hiyo umri, ni yani mambo ambayo kwamba yanayoendana na tabia ya mwili wa binadamu. Ya pili ni mambo ambayo yaendana na fikra ama yaendana na mambo ambayo kwamba binadamu ameneemeshwa nazo, yaendana na namna ambavyo kwamba yani lifestyle yetu, vipi sisi twaishi. Ikiwa tumeamua kuishi namna ambavyo kwamba hatutaki sisi kupatiwa neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi hatutozipata. Yani ikiwa umeamua wewe mwenyewe kwamba wataka kuwa na moyo ambao kwamba ni summun bukmun, moyo hausikii la mwadhini wala la mteka maji msikitini. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe alikuwa akiomba dua sana, Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika dua za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dua ambazo kwamba ni mafundisho kwetu sisi. Mtume akiomba kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuondoshe na ufukara, umaskini. Mtume akiomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuondoshe
katika ujinga. Haya ni mambo ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atuonesha na atufundisha sisi kama binadamu kwamba hakuna fadhila ama hakuna utukufu katika kuwa mjinga, na mwenyewe akimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, falamma ja'atuhum rusuluhum bilbayinati farihu bima indahum min alilmi. Kuna watu ambao kwamba twaita ni wale jahilun murakkab, yani ni wajinga na hawajui kwamba wao wajinga. Yani mtu ni mjinga na hajui kwamba yeye ni mjinga. Waambie afadhali ni watu ni watatu, ima wewe ni mjinga na wajua kwamba wewe ni mjinga. Kuna mmoja ni mwenye elimu na hajui kwamba yeye ana elimu. Basi huyu mkumbusheni ili apate kujirudisha ama apate kuweza kuitumikia elimu yake. Na kuna mtu ambaye ni mwenye elimu na yajua ana elimu, zidini kumwombea Mungu azidi kuwa katika watu ambao kwamba wameongoka. Kisha kuna watu ambao hawana elimu, yani na wajua kwamba wao hawana elimu. Hawa ni katika watu ambao wana bidii ama wana hamu, na Mwenyezi Mungu atawapatia katika elimu, kwa sababu amelijua kwamba yeye alhamdulillah hana elimu na yajijua kwamba hana elimu, kwa hivyo atakuwa na hamu ya kwenda kutafuta elimu. Na kuna yule ambaye kwamba hana elimu lakini yuaona anao elimu. Sasa huyu ni katika mjinga ambaye kwamba hawezi kufaidika, kwa sababu yeye ajiona ana elimu hali ya kuwa hana elimu. Ndio wale mjinga na hajui kwamba yeye ni mjinga, tena isitoshe yajiona kwamba yeye yajua. Hawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewataja pia katika Qur'an, asema hawa ni wale ambao kwamba mitume walipokuja kwa wao na alama ambazo ziko wazi wazi, wao wakasherekea na wakajifurahikia ama wakajigamba kwa ile elimu chache ambao walikuwa nayo wao. Yani ile elimu chache, kuna watu wanao hiyo elimu chache, ile elimu chache ambao walikuwa nao wao iliwatia kibri. Na katika wanafunzi ama katika watu wenye kutaka kusoma elimu, jambo moja ambalo kwamba wafaa kujiondoshea, ni lazima uondoshe kibri, ni lazima upige goti, ni lazima uwe hujui ndio upate kuoneshwa wajua. Sasa ikiwa wewe kila kitu wajua, utafundishwa na nani? Na ndio tatizo pia kubwa ambalo kwamba liko katika umma wetu sisi sasa, ama katika jamii zetu sisi sasa. Kila mtu yajua kila kitu. Waambia katika mmoja ambalo kwamba ame katika dalili moja za ujinga ni mtu kutaka kusema kila ambacho kwamba kiko mezani. Huyo anakuja na stori za Irani, wewe uko. Huyo anakuja na stori za Mount Kenya, uko. Stori sijui za nini, uko. Siasa za Indonesia, yani kila kitu uko. Udaktari wewe uko, uinjinia uko, makanika akisema kitu wewe pia uko. Yani mashallah kila kitu wajua. Basi hii pia ni tatizo moja, ni jambo moja ambalo kwamba la tupeleka nyuma sisi kama jamii katika uwezo wetu wa kufikiria ama kuwa wabunifu. Lengine ambalo kwamba la tuingiza sisi katika intellectual decline ni wakati ambapo kwamba elimu zetu zimekuwa ni elimu, lakini ni elimu za mapambo. Yani masomo yetu hatusomeshwi na hatusomi kama tulivyokuwa twafaa kusoma. Leo ni wangapi wapeleka watoto wao mashule kwa sababu ndio kawaida, nisipompeleka watu watasema.
nisipompeleka itakuwa hivi na hivi, nisipompeleka. Lakini hakuna ile yakini ama hakuna ile ikhlas na ile bidii ambayo kwamba wazee wetu walikuwa nao wakati wakiwasomesha watoto wao, si ilmu ya dini wala si ilmu ya dunia, wala hatutaki kuzitofautisha tukasema hii ni elimu ya dini na hii ni elimu ya dunia. La, zote ni elimu za dunia, zote ni elimu za dini, yani zote ni elimu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maths, physics, engineering, fiqh, hadith, geography, zote hizi ni elimu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye mwenyewe alipomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, iqra, soma, bismi rabbikal ladhi khalaq, kwa jina la Mola wako ambaye kwamba ni muumba. Khalaq, hakusema ama Mwenyezi Mungu hakuambia watu kwamba iqra, soma tena usome hadithi na fiqhi, ama soma tena usome elimu ya nahwu. Amesema soma. Amemwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam soma, kutuonesha sisi kama binadamu kwamba elimu zote ni zetu, elimu zenye maana, elimu zenye manufaa. Hata maulama katika kuifasiri hii wakasema huenda ikawa katika hii aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuonesha katika bora za elimu ni elimu za biology, kwamba iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, soma kwa jina la muumba ambaye kwamba iqra bismi rabbika, soma kwa jina la Mola wako alladhi khalaq, mwenye kuumba. Katika uumbaji, yani ni somo la biology dini. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumza katika maratibul khalq, yani katika stages ama katika nafasi za binadamu katika uumbaji wake, Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza, hata wanasayansi sahihi, yani ndio yaitwa embryology, alizungumzia embryology kwa yakini kabisa, bila kuwa na vifaa vyovyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na stethoscope, hakuwa na telescope, hakuwa na scanner wala x-ray machines kuweza kuangalia vipi binadamu ameumbwa katika tumbo la mamake, na akazitaja kwa masiku, siku 40 ikipita, kwanza binadamu huwa ni pande, huwa ni manii mwanzo kwa siku 40, kisha akawa pande la nyama, kisha akawa ni pande la damu, kisha akawa ni pande mudgha, pande la nyama, kwa siku 40, na zikija zikihesabiwa hizo siku 40 mpaka pale ambapo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema huja ikafika fayunfahu fihi ruh, akaja Jibril ama akaja roho akapuliza roho ndani ya yule kiumbe kilichoko ndani ya tumbo la mamake. Zikihesabiwa vizuri hizi siku na namna ambavyo kwamba elimu za sasa za tudulisha, za tutambulisha, ni kwamba mama, yule mtoto aliyoko ndani ya tumbo la mamake hapati ama hana uhai mpaka baada ya miezi 4 ama 5. Na ukichambua ile hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukizihesabu zile siku 40 zilizopita, ni yale ambayo kwamba utafiti wa sayansi leo ama sasa yamekuja kujua mambo ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia miaka 1400 iliyopita. Kwa hivyo elimu zetu za sasa imekuwa ni elimu za ushabiki tu, yani tuenda tu kwa sababu tutataka kushindana ama tutapata jambo fulani, lakini hatuna ile lengo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka watu wasome. Hata katika Qur'an atuambia fala yatadabbaruna alquran, yani
hatuna tadbir, hatukae sisi tukazingatia tukawa na mazingatiwa ya mambo ambayo kwamba yaendelea ama mambo ambayo kwamba yatuhusu sisi kama binadamu. Ya pili ni kwamba itakuwa ni anasa zimezidi ama zimeondosha nafasi ya taalimu, yani sherehe kuwa nyingi kuliko ilmu. Na waziwazi pia haya mambo yako, na sherehe zetu zimetugharimu gharama kubwa sana kuliko elimu, wakati ambapo kwamba tukizungumzia nyuma au kafu zetu ama tukiwazungumzia maswahaba na watu mbalimbali walioleta mabadiliko katika Uislamu ama katika umma wa Kiislamu, tukawasoma watu ambao kwamba wameleta mabadiliko katika elimu ya tiba, katika elimu ya optics, kwa sababu waliwekeza ama waliwekeza nafasi zao, pesa zao, wakati wao katika elimu. Sahihi tumewekeza mingi yetu tumewekeza katika anasa ama katika sherehe zetu, harusi, hata matanga siku hizi pia imekuwa ni gharama. Matanga yataka watu wafanye matanga pia makubwa yenye kuoneshana, si katika mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na si hayo tu, tukiangalia mingi katika mambo ambayo kwamba sisi wenyewe tuangalia. Katika darasa zilizopita tulizungumza katika umuhimu wa sisi kuwa katika hizi social media, lakini katika hizi social media tuzitumia vipi? Basi hata katika zile social media zetu ni sherehe nyingi kuliko elimu ambayo kwamba tuangalia sisi. Kila tunapo scroll ima ni vitekesho vya watu ama ni watu kukatika mauno, wanaume kwa wanawake, yani ni sherehe tu, sherehe kwenda na kuruka. Hakuna, yani scrolling zetu labda 98% ni sherehe, 2% ni elimu, tena ni elimu labda ambayo kwamba haina maana. Ziko manake elimu ambazo kwamba hazina maana. Hata katika elimu ya dini waweza ukawa wasoma elimu ya dini, lakini ukawa wapata madhambi wewe kwa kusoma ile elimu ya dini, kwa sababu nia yako ama lengo lako katika ile kuisoma elimu ya dini si lengo ambalo kwamba ni lengo safi. Pengine una nia, ama kwa mfano hata katika elimu tunazoziita za kidunia, kwa mfano daktari huenda akawa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana malipo kuliko maulamaa ambao wamekaa katika vikao ama katika vikao tofauti wenye kutoa wao, kwa sababu ya ile nia yake kwamba ametaka yeye kuitumia elimu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempatia aweze kusaidia watu. Na wabiniyatikum turzaqun, mutaruzukiwa na Mwenyezi Mungu kwa nia zenu, takalofanya utaruzukiwa kwa nia yako. Hata Habib Aidarus ametunga kitabu ambacho kwamba chazungumzia kuhusu nia. Yasema kila kitu unachofanya, ikiwa wataka kupata ujira, basi hakikisha umetia nia, na waweza tia nia karibia nia 21 ukapata thawabu katika ile kunywa chai. Tukasema natia nia mimi kunywa hii chai, inshallah nipate, yani nia yangu mimi nipate kunywa chai ili niweze kuwa hai, yani kuwa active, nipate kumsabih Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nanywa chai kwa sababu, yani sababu kadha wa kadha, ukaweza ukatia nia karibia nia 21 katika kunywa chai tu. Je, daktari ana nia ngapi kumtibu watu ili mtu apate
kurudi katika afya yake, aweze kumsabbih Mwenyezi Mungu, aweze kufanya ibada kwa uzuri, kumtibu mtu, kwa sababu ni sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye mwenyewe Mtume ni tabibu. Kwa hivyo nia ni nyingi. Kwa hivyo nia zetu na elimu zetu ikiwa haziko sawa, sisi tutaporomoka, ama tutakuwa twafanya mambo lakini ni +1 - 2. Hatuongezi kitu katika dini yetu wala katika dunia yetu. Kisha kuna elimu bila hikma, yani twasoma ama twatafuta elimu, lakini ndani ya hizo elimu zetu kwa kosekana hikma sahihi. Kuna madigrii takriban maelfu, yani kuna degree ya sociology, degree ya engineering, degree ya biashara, degree mpaka, yani degree ziko nyingi, mpaka kuna degree za wenye kupanda miti, yani degree zimekuwa nyingi sana, lakini elimu imepungua. Yani degree ni nyingi, elimu imepungua. Hata kuna mmoja asema kwamba ni mwana falsafa aitwa Malik bin Abdi, asema kwamba hizi elimu zetu ni elimu ambazo kwamba zatufanya sisi turudi katika ukoloni, yani tusomeshwa sisi tukoloniwe kifikra na kiakili. Wewe umepewa degree ya engineering, lakini hauna katika ubunifu wowote ambao kwamba umetengeneza. Kuna wale ambao kwamba hawakuwa na degree. Kuna watu kama Ibn Haythami, kulikuwa na mfalme huko Misri wakati wa baada ya dola za kina Fatimia. Huyo mfalme aliingia katika ufalme, mwanzo alikuwa ni kijana mdogo akikaa kando ya waziri ama katika kando ya mfalme, na yule mfalme alikuwa hamtukulii yani kama mtu wa maana, ni kijana tu mwenye kutembea naye, amtume niletee viatu vangu, bakora yangu pale nini, yani si mtu ambaye, lakini alikuwa yuko karibu na mfalme. Na yule kijana akawa yuasoma na yuangalia, na katika ile akawa yuona kwamba huyu mfalme yanidharau mimi sana, mimi nina akili, mimi msomi, mimi najua mambo, mfalme mimi yanidharau sana. Kwa hivyo kila alivyokuwa akiendelea na umri ulivyokuwa ukiendelea, akawa yajua siri nyingi. Kwa hivyo akatumana na akawa na network ma connections na watu katika serikali. Kwa hivyo akatumana katika wale majasusi, wale maadui yani wa serikali ambao kwamba wako ndani ya serikali, na yeye kwa ujuzi wake ajua kwamba sisi sote tuna lengo moja, hatumpendi mfalme. Kwa hivyo akamtuma amalize ule mfalme ili yeye aingie katika ufalme. Katika kuingia katika ufalme yeye, baada ya kummaliza huyo, ikawa mtindo wake ni huo. Yeye ameingia, kwa hivyo na mawaziri wale waliokuwa wako akaanza kuwaua mmoja baada ya mmoja. Yani sidhani katika historia kuna mtu ambaye ameua mawaziri wengi kama yeye ukijana, na alikuwa miaka 20 mpaka kulia ni miaka 23 na hapo. Basi mambo yake kawa ni hayo, kila alipoingia akawaua mawaziri wote karibia 10, na akawaua watu wafanyikazi wa serikali si chini ya 100 katika hiyo serikali yake.
akawaua wote. Mwisho akawa pia na mambo ambayo kwamba haingiliki akilini. Mwisho akawa yakataza watu kula samaki. Yaani ataamka tu leo amue atoe sheria na wataka yeye. Siku nyingine ataamka atakataza watu kula mboga fulani, na kisha atazunguka mtaani asikie harufu. Akisikia harufu ya mchicha kwa mfano, basi utakatwa kichwa ndani ya nyumba yako. Alikuwa namna hiyo. Basi akamsikia Ibn al-Haythami, alikuwa yuko Baghdad huko, akamsikia kwamba akizungumza yeye kwamba yeye yuaweza, akipewa nafasi ataweza kutatua matatizo ambayo kwamba yapatikana katika mto Nile, River Nile huko, ambao ulikuwa ima una matatizo ukifurika ama ukipungua. Basi Ibn al-Haythami akasema ataweza kutatua katika yale matatizo ambayo kwamba yapatikana katika mto Nile. Ikiwa kutafurika, atajua namna ambavyo kwamba ataleta faida, na ikiwa itapungua ule mtu, atajua namna ambavyo kwamba ataweza kuyapima. Akaletwa, akaamrisha ende akatafutwe. Akatafutwa, akija mpaka huku mto Nile, akiuangalia amefika, ameona umefurika kisawasawa. Ibn al-Haythami akagundua, na huyu mfalme ni mfalme, mwajua mambo yake. Ukimchezea kidogo ama ukila samaki ama mboga mbele yake utakatwa kichwa, madamu yeye ameamrisha. Hata wanawake pia aliwaamrisha, kuna siku wanawake wasitoke, mara yuamrisha mchana uwe usiku, watu waanze kufanya kazi usiku, mchana watu wasifanye kazi, wanawake sasa wasitoke. Mwisho wenye kushona viatu wasishone viatu vya wanawake, kwa sababu kwa nini umshone mwanamke kiatu wakati ambapo kwamba sisi tushaambia wanawake wasitoke? Kwa hivyo ni mtu kama huyu. Kwa hivyo Ibn al-Haythami alikuwa ana wasiwasi mkubwa sana, lao asipoweza kuyatimiza haya aliyosema yeye, basi twajua mwisho wake ni upi. Kwa hivyo katika kupima kwake, akiangalia akaona kwamba hapa mimi nimekuja kujitia, navyosema leo cha kike hapa, si toboi. Kwa hivyo sijui nitafanya nini, manake mmesema mimi nitaweza kulitatua hili jambo, lakini kumbe ni jambo kubwa sana, ni jambo zito sana hili. Sasa nitafanya nini? Katika kujishauri mwenyewe na kushauri wake, akaona mimi ikiwa nataka kusalimika hapa, lazima nijifanyie nimerukwa na akili. Bali ya kumwambia kwamba mimi siwezi kutatua hili jambo, lazima nijifanye nimerukwa na akili. Kwa hivyo Ibn al-Haythami akajidai ni chizi. Kwa hivyo yule mfalme badala ya kummaliza akasema, afadhali sasa tumtukue huyu Ibn al-Haythami tumfungie mahali. Akafungiwa takriban miaka 10. Mchana Ibn al-Haythami ajifanya chizi, usiku yuko katika vitabu yuasoma na kupekua, mpaka akaja akawa yeye ndo katika watu ambao kwamba wameleta mabadiliko katika elimu za optics, yani mambo ya muono, mambo ya matelescope. Haya yote twarudia kutoka kwake yeye Ibn al-Haythami katika hayo miaka 10 ambayo kwamba amekaa yeye mwenyewe, kwa sababu kulikuwa na ile ikhlas na ule uwezo ama na ile elimu ambazo kwamba watu wana itikadi ama wanabidii wenyewe katika kuweza kuhakikisha kwamba sisi twasoma elimu yenye manufaa ama tukaleta manufaa. Si sahihi madigrii kama tulivyotangulia kusema yamekuwa mingi kuliko elimu. Wakati naona haupo na sisi, inshallah kesho tutayamaliza haya, na ikiwezekana tuingie katika mada ambayo kwamba itakuwa imenasibiana na hili. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah tutapata dua kutoka kwa Said Abubakar hapa, tafadhali mashkura majua.